ni moja ya changamoto kubwa ya Kwa majina naitwa Godfrey Credo, ni mzaliwa wa Sumbawanga vijijini. Mimi najishughulisha na shughuli za sanaa za ufundi kwa maana ya uchoraji, ufinyanzi, ususi pamoja na uchongaji. Sanaa hii nilianza tangu nikiwa mdogo shule ya msingi. Nilikuwa najishughulisha sana na shughuli za uchoraji, lakini baada ya kumaliza elimu yangu ya msingi nilijiunga na sekondari, na huko bado niliendeleza kipaji changu cha kuchora. Baadaye niliamua kujiunga na chuo cha sanaa Tasuba Bagamoyo, ambapo tulijifunza hizo sanaa za ufundi kwa upana zaidi. Lakini baadaye tuliamua pia kusomea swala la graphics design, ambao ni ile sanaa ya ufundi lakini iliyoboreshwa kwa maana ya kutumia kompyuta kudesign na baadaye kutengeneza kitu kwa njia ya vitendo. Mpaka sasa sanaa ambayo tunaifanya na kuiendeleza ni sanaa ya graphics design. Baada ya kumaliza chuo na hata kabla sijamaliza, tegemeo langu kubwa ilikuwa ni kujiajiri. Na binafsi kwenye kujiajiri huwa siamini sana kwenye swala la mtaji, bali huwa naamini kwenye uthubutu wa kuanzisha kitu na kuwa na nidhamu ya kile kitu hicho kianzisha, na baadaye kutengeneza watu wa kufanya nao kazi. Wakati naanza hii shughuli, naweza nikasema kwamba nilianza na vifaa ambavyo kwa maana ya kompyuta pamoja na printer, ambavyo kwa ujumla bila kufanya kazi visingeweza kunisaidia chochote. Lakini kwa sababu nilianzisha mfumo wa kutembea ofisi moja mpaka nyingine kutafuta kazi, ndio kitu pekee ambacho kilitusaidia kufika hatua ambayo tulikuwa tunahitaji kwa wakati huo. Kabla hatujafikia hatua ya kupanga, tulianzia nyumbani. Nilianzia nyumbani ambapo nilifanya kazi kwa zaidi ya miezi 6. Changamoto kubwa ya kufanya kazi nyumbani ilikuwa ni ngumu sana watu kuweza kuamini kile kitu ambacho nakifanya. Lakini pia ilikuwa ni vigumu sana kuweza kupokea advance ya kazi ya mteja ukiwa mazingira ya nyumbani. Kwa hiyo ilipelekea wateja wengi kutokuamini kile kitu ambacho tunakifanya. Lakini tulipambana na baadaye ndio tukawa tumepata chumba kwenye ghorofa la Mserem, chumba kimoja. Tukawa tumepanga 2018 nakumbuka. Baada ya hapo ofisi pia ilitusaidia sana kutengeneza wateja na kutuamini. Lakini baadaye 2021, mwaka jana, ndio tuliweza kupata eneo la uwazi kwa ajili ya kuweza kupanua ofisi na kuweka makontena. Wateja walikuwepo wengi, na hasa wa serikali, kwa sababu sisi shughuli tunazozifanya ni za sanaa kwa ujumla, ila ni sanaa iliyoboreshwa. Lakini kutokana na kwamba serikali pia ilikuwa na uhitaji mkubwa sana wa shughuli zetu, ndio walichochea kuweza kutushauri kuwa na ofisi ili tuweze kufanya nao kazi. Kwa hiyo tulivyopanga ofisi, tukawa tumejisajili na tukawa tumepata mashine ya kutolea risiti ili tuweze kufanya kazi kwa urahisi na serikali. Nilifanya kazi peke yangu kwa muda wa zaidi ya mwaka mmoja. Baadaye akaongezeka mwenzangu ambaye mpaka sasa hivi nashukuru Mungu bado tupo naye. Lakini pia baadaye aliongezeka mwingine ambaye tumesoma naye chuo, ni hapa Sumbawanga,
baada ya kumaliza hii diploma akaja tukajiunga naye. Kwa hiyo tukawa na timu ya watu 3 ambao ndio mpaka sasa hivi tupo nao, tunaendelea kufanya nao kazi. Mimi ninachoamini vijana kama vijana kujiajiri inawezekana, kwa sababu serikali inapotoa ruzuku kwa vijana, ile ruzuku moja kwa moja inamfikia mtu ambaye anajishughulisha kwa namna moja na nyingine. Kwa mfano, mwezi wa 9 tulipokea wanafunzi wa kuwafundisha kutoka SIDO. Wanafunzi wa kuwafundisha kompyuta hapa ofisini walikuwa zaidi ya 10. Umeona? Kwa hiyo ile ruzuku ilitoka serikalini moja kwa moja kwa Mheshimiwa Rais. Kwamba wao wanafunzi watakuwa kujifunza ujasiriamali. Wapo waliosoma kompyuta hapa, wapo waliosoma masuala ya kutengeneza unga kwenye viwanda vidogo vidogo, wapo wengine walienda garage tofauti. Sasa hizi fursa zinapokuja, kwa mfano sisi tunapokea wanafunzi na tunapata hizo hela za Mheshimiwa Rais, tayari zingetukuta tupo nyumbani, hizo hela zisingetufikia. Kwa hiyo vijana kama sisi tunatakiwa tuamini kwamba tukishaanzisha kitu chochote, upo uwezekano wa mtu tayari umeshaanza kuonekana na watu wameshaanza kujua kwamba una nini. Inawezekana kwa kitu chochote, sio lazima mtu afanye graphics, sio lazima mtu afanye nini, chochote kulingana kwamba yeye ana uwezo wa kufanya nini, anapenda kitu gani. Iwe ni kilimo, iwe ni biashara, iwe ni ufundi. Kila mtu anaweza kufanya kitu kwa nafasi yake, na serikali inaweza kumsupport mtu kulingana kwamba yeye ameonyesha nia gani na amefikia wapi. Lakini sio kwamba serikali haina uwezo wa kumfuata mtu nyumbani na kumuuliza yeye anaweza kufanya nini. Hiyo inakuwa ni changamoto.